Habari gani mtazamaji wa EPA TV popote ulipo, leo ni siku nyingine, natumai kabisa wewe ni mzima wa afya. Bwana, na leo ni siku nyingine ambayo tunakwenda kuletea moja kati ya taarifa ambazo zimezua gumzo katika mitandao ya kijamii kulingana na tasnia zetu ambazo tupo nazo hapa katika mkoa huu wa Kigoma bwana. Leo nianze na taarifa ambazo ni za msanii ambaye anajulikana kama Xuu kutoka katika nchi ya Tanzania, ambako ni katika jiji la Dar es Salaam bwana, ambaye amesadikika kufanya collaboration na msanii ambaye ni wa mkoa wa Kigoma hapa katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na msanii huyu ambaye anajulikana kama David Gizzo kupata nafasi ya kufanya collabo na Xuu ni mziki ambao pia umesadikika au kupata comment nyingi kudai kwamba utakuwa ni mziki ambao ni wa kitofauti kidogo kulingana na jinsi ambavyo tumemzoea David Gizzo bwana. Tukiachana na hiyo, wanadai kwamba David Gizzo ni moja kati ya wasanii ambao wanajua neno wanachokifanya kulingana na mashabiki wanavyosema, kulingana na muziki wake ambao anaoimba akiwa kama David Gizzo. Na leo ameamua alete collaboration na msanii ambaye anajulikana kama Xuu. Bwana, ukiwa kama mtazamaji ambaye unanisikiliza muda huu, je, uona maoni gani kulingana na kitu hichi ambacho kimekwenda kuandaliwa kati ya Xuu na David Gizzo? Bwana, wadondosha komenti yako hapo, nadhani utakuwa umetupata kiundani zaidi, na pia tembelea kwenye mitandao yao, nadhani unaweza kupata majibu ya kila kitu bwana. Bwana, bila kusahau kwamba tukitoka hapa Tanzania bwana na kuhamia katika nchi za kigeni, hususan katika nchi ya Marekani, moja kati ya taarifa ambazo zimezua gumzo sana pia katika mitandao ni kulingana na mwanadada ambaye anajulikana kama Rachel Vera, ambaye historia yake ni kwamba alikuwa katika nchi hii ya Tanzania, hususan katika mkoa wa Kigoma, katika kambi hii ya Nyarugusu, ambako alipata nafasi ya kutoka Tanzania na kwenda katika nchi ya Marekani bwana. Lakini dada huyo amejichukulia umaarufu mkubwa kulingana na video ambazo anazozicheza au klipu ambazo anazozishoot kulingana na challenge, watu wanasema ni challenge za nyimbo za wasanii. Dada huyo amesadikika kucheza nyimbo au klipu baadhi ambazo ni za nusu tupu, na watu wamekuwa kicomment vibaya wakisema kwamba ni laana, na hususan katika kabila la Kibembe bwana. Unaelewa? Mbembe ni mtu ambaye haachi asili yake, lakini dada huyo ameenda kuonesha ni jinsi gani ambavyo yeye amejitoa katika engo hii au katika kabila la Kibembe, akidai kwamba ni laana ambazo zinamkabili. Hizo ni comment za watu, hususan ni comment za Wabembe ambao ni wanafamilia, wengine wakidai kwamba inawezekana dada huyo ana wazazi au ni mtu ambaye kidogo sometimes akili zimekuwa zimepinda, lakini kila mtu bwana ana fani yake. Unaona tunaweza tukamlaumu hivyo, lakini kumbe ni kitu ambacho yeye ndo anaona na kiweza. Lakini unaweza kupitia pia katika mtandao wake kwenda kumcheki ili upate ushahidi wa mambo yote ambayo tunazungumza hapa bwana. Bwana, mimi niseme kwamba kwa leo hizo ni taarifa ambazo kwanza ni nyeti ambazo tumeamua nikuletee ili mradi kupata kujua yapi yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Na nyingine ni taarifa ya moja kati ya wagombea ambao walitabiriwa au walitakiwa kugombea uraisi katika chama cha Chadema bwana, ambaye ni Tundu Lissu. Anadai kwamba yeye hakai gerezani tu kwa sababu ni kukaa, bali anakaa gerezani akisubiria tarehe 29 kulingana na maneno ya watu wanavyosema kwamba tarehe 29 kutakuwa na tukio ambalo kuanzia sasa nakaa gerezani kwa sababu ya tarehe 29 tu. Kesi imekwisha. Kesi kwisha. Rais au katika chama pinzani, katika chama cha Mapinduzi bwana, Unaelewa? Na bila kusahau bwana, mimi niseme kwamba hizo ni taarifa ambazo pia zipo katika mitandao na zinafanya vizuri, lakini moja kati ya taarifa kutoka Sweden ni moja kati ya mtoto ambaye alikuwa ni mtoto wa mchezaji mmoja katika kambi hii ya Nyarugusu, lakini mchezaji huyo pia na yeye alipata neema ya kwenda katika nchi ya Sweden kwa ajili ya kuenda kutengeneza maisha mengine bwana. Unaelewa? Bwana, ni mtoto wa mchezaji mmoja ambaye alikuwa anajulikana kama Sampewe akiwa na mke wake ambaye anajulikana kama Yala Dunia. Walisadikika kupata mtoto mmoja ambaye walitoka naye huku na kwenda naye huko, lakini Mungu anakuambia kwamba Mungu ametwaa, kama sijakosea, Mungu kampenda zaidi bwana. Unaona? Lakini mtoto huyu anasadikika alifariki, na taarifa zake za mazishi zinasadikika itakuwa ni tarehe 25 mwezi huu. Bwana, ukiwa kama mwanafamilia au mwanafamilia wa EPA,
unashauriwa pia kutoa komenti yako zidi ya changamoto hii iliyokuta familia hiyo. Mimi nadhani kwamba taarifa zote ambazo zimetrendi katika mitandao ya kijamii bwana ni hizo hapo ambazo bwana, na moja kati ya taarifa ambazo tumezipata ambazo zilikuwa ni za muda mrefu na watu walikuwa wasubiri matokeo yatakayokuwepo bwana, si zingine ni taarifa za msanii ambaye anajulikana kama Nyagomeni kupata nafasi kubwa sana na heshima kubwa kipekee katika nchi ya Kongo, maeneo ya Baraka bwana, kwenda kufanya show moja kubwa sana ambayo itafanyika tarehe 25 Oktoba 2025 bwana. Huyo ni msanii ambaye anatoka Tanzania katika mkoa huu wa Kigoma bwana, si mwingine Nyagomeni ambaye atakwenda kutumbuiza katika nchi ya Kongo, maeneo ya Baraka, ambako pia kutakuwa na wasanii tofauti tofauti bwana ambao ataenda kukutana nao kule. Lakini moja kati ya hayo amesadikika kwamba ameenda na crew nzima ya Kirui ambayo ni wasanii wake pia, lakini hatujui kama na yeye wasanii wake wataenda kuperform kule au inakuaje. Bwana, sisi tunaona labda tuishe zetu hapo tu, ili mradi tupate mapumziko mafupi bwana. Nadhani tutakutana katika vipindi vingine bwana. Mimi ni M nikiwa kwenye microphone hapa na nyuma kamera niko na mwanangu wa nguvu Boss Kitambi. Asante.